Nimechoka. Haya. Leo kumekucha. Maana hapa tena leo hapafanyiki kazi sasa. Haya, karibu. Kazi mbona nafanyika? Si nimeona mnafagia mlevi kaja. Mara wewe tunasemaje mnaendelea na kazi? Nimeona mnaendelea na kazi. Sijui mjepeana hela, si vipi? Hela ya nini sasa? Hela mimi nafanya biashara hapa tena? Nitakiondoka bwana. Wewe si ndio ulitulizibia riziki wewe. Biashara gani tufanye tena? Sasa tumekaa tunakusubiri nyewe muuze. Hii dunia makweli. Ama kweli paka akiondoka panya utawala kabisa. Kwa hiyo mimi panya. Yaani anakuja mtu mnajitawala kiasi kile. Sasa huo ndio umbea wenyewe. Tumejitawala nini hapa? Mnadaiana hela hadharani hivi bila sababu, bila kumogopa aliye juu. Shemeji wewe mbona mbea? Hela gani tunadaiana hapa? No. Haya, sababu ya kugombana na mtu si wako, si nini, si au ndio umezoea ugomvi labda kwa sababu unagombana naye hayupo. Sasa ndio umechukua mtu mwingine tena umeweka ndani. Kwa hiyo shona mimi nagombana naye mume wangu. Ndio alivyokuambia. Yule afu yule mtoto mdogo sana. Yule Ben ni mtoto mdogo kabisa. Afu juzi hizi tatizo lilitokea. Kama mambo kama hayo ungeyafanya ndani kwa ndani. Kama unavyoona uchafu wa ndani kwa ndani wapi? Yaani yule mlevi mimi nimuingiza ndani kwangu? Uchafu wa sehemu hizi. Ukitoka mdomoni unaingia puani. Ukitoka puani unalamba unaingia mdomoni. Hakuna tatizo wala afya huwezi kuharibika. Bwana wewe. Lakini yule ni mtu ambali kabisa. Ongea uliofuata hapa. Hata Senga mwenyewe yule mlevi hakuhusu. Nakwambiaje? Hata Senga mwenyewe akisikia mimi ndio nimeingia humu ndani, hata nikilala humu ndani. Yeye anajua kama rafiki yake wa karibu. Kama kabila za zamani tu. Kwa hiyo nakuuliza swali. Akiingia ndani rafiki yake akija anajua mwenzangu. Kwa hiyo maana yake unanitaka mimi? Sio maana yake. Kumbe maana yake ni sasa ulale ndani humu kuna kusudi. Kwa mfano nimetolea mfano. Mbona alivyoondoka mbona hajakuachia wewe ulale humu ndani? Mfano gani unauliza? Mkubwa mpaka uambiwe. Wewe unatafuta ugomvi. Kitu nikukupendeza? Mwenyewe yupo unasema. Kwani ukababani vilivyokupendeza hujaviona lakini? Nasema kwa sababu kuona yule mwenzangu. Kwani mwenzangu afanikiwe na mtu sio wa ndani? Afanikiwe nani kafanikiwa nini? Nimeona. Jamani mnanitia kizunguzungu sasa. Nimeona mwenyewe. Umeona nini jamani? Beni anatawala. Nimekuja zamani nilikaa upande huu nikavuka kuniona nikaenda upande huu. Naona nilipokuwa umbea wote unakukumbatia mkapiana mapenzi mkasukumana. Basi nakwambia ndio anasema mimi hata ukiniangusha nimeridhika. Si nini? Akaja akakumbatia. Sema stop. Jamani ananibaka. Kuna matatizo gani wewe? Kijiji kama hapa atasikia nani? Wote wako chama. Kama unataka si basi. Toka hapa. Na mimi lakini nimejaribu. Nimeona wewe mwili. No. Shika. Na ukisema nasema ukisema. Nasema. Na mimi nitasema ya Beni na wewe. Sema. Umeshika uchafu wa bongo. Akija nitamwambia kama mtaka kunibaka. Sasa tutaona. Nani ataachika? Mimi ataniacha kanio. Wewe ndio asala tukuacha hapa. Yuko mkononi nakwambia aniachi ng'oo.
harufu zingine. Utafikiri Beni hivi. Akile jitu lile. Yaani pombe utafikiri ndio perfume. Umenifikisha mbali sana. Kama tayari nimeshafika. Chukua taswira ya Beni. Watu wengine wamechoka na maisha. Naingia vyo vya watu vya audio taarifa. Wewe mtwe, wewe unaingia tu vyo vya watu bila audio taarifa. Au unaona hiki au mpaka niweke bango hapo kwamba cha kulipia, alafu ndo umetoka town. Yaani Kiguna unakimbia. Kweli mjini shule jamani. Njoo. Wewe unaingia kwenye vyo vya watu bila kupiga hodi wala taarifa. Wewe vipi wewe? Au mpaka niweke kibao hapa ndio mjue kwamba hiki cha kulipia? Nakuuliza. Wafu nasema ndoka town. Wewe unatoka town wewe? Hiyo ni hasara taslimu kwa walio kuzaa. Bora ndio baki nyumbani. Huku sisi watoto SMK. Wanaume. Hey. Nachoka. Jamani. Umependeza mume wangu. Mambo yako njini. Nzuri. Mambo yako njini usicheze nako. Mambo ya shamba na yako njini tofauti. Si umeona mume wangu Karibu mume wangu. Nzuri tu mume wangu. Ngoja niweke mizigo kwanza. Mama yangu leo. Lakini mimi napumzika huku nimechoka, si unajua tena? Nipumzike hapa. Salama lakini. Karibu mume wangu. Sasa. Zafa nzuri tu. Niambi. Nani? Si unajua tena. Mambo fulani. Buti nzuri. Nikaona we utumbo mpaka shanga. Ndo hapo sasa. Ndo mama mimi niko nakasirika kila siku mume wangu. Bala. Tekesi utafikiri siafu. Umepata kazi gani kwa mume wangu? Kazi bwana niliyopata. Nimepata kazi kwa mzungu. Mwanamke, mwanamume? Mwanamke. Samani. Mwanaume. Mimi nilifikiri mwanamke. Malaki mwenzio hapa Pembe bado yupo kijijini ana kazi ya kuuza utumbo. We, unamuozea njiani sasa hivi. Mpaka leo tu. Mpaka leo hii. Mimi pale mama yangu ungeendelea kukaa hapa ungeendelea kuuza utumbo kila siku. Kweli ningekuwa niko chini kabisa. Ungekuwa umebaki hapa. Jamani, kama kawaida. Utumbo shemeji. Sema kwamba rafiki yako hajaacha kuuza utumbo huyu hapa. Anakushangaa. Umependeza mume wangu nakwambia. Vipi best? Bwana sister bwana, wewe acha tu. Hello, I miss you so much bana. Ulikuwa na nini kidogo? Lakini naona yani ndio yani umeongeza hiyo elimu ya English Kiingereza kimombo kaka. Usicheze na mimi. Hata mimi ninamshindwa. Kule sijui nianzie mwisho, sijui nianzie katikati, sijui nianzie mwanzo.
Yani town the life is good sana. Umetoka town mpaka Ngudu? Ngudu pia umefika? Ngudu si Shinyanga? It's good sana, it's good. My the life. Kaka mimi nimechoka bana. Umechoka. Wao wazungu wamemwalimu kabisa, hajui hata lolote. Mpe nani unkati kwenye kifuko naye mpe mmoja. Unkati. Unaitwa blade. Senga. Yaani wewe, yaani umenipigia lamri. Yaani ile lamri, yaani bao, yaani shemeji mkate huu. X-ray ya kienyeji. Umejua matatizo yangu. Shemeji kama unanusa chakula jamani. Bwana, tangu juzi kaka. Leo ya hii ilikuwa la mezani ya 3. Ndugu yangu ninateseka siku. Wewe kama umeniachia madondola. Ulivyoondoka na riziki yote imeondoka. Hiyo imevuka bahari. Na shangaa. Huo hapo. Unatoa na harufu sasa. Sasa mimi nabii nipe kisogo. Yaani hapa nilikuwa kuja kumpa shemeji, ikiwezekana upige hata sopu sijui nini inaitwa. Sabuni. Utakate ili tumuendelee. Nakwambiaje? Pole bwana. Rafiki yangu kando ninakula hiyo harufu. Kaka, nakushukuru mara 18,000. Wewe ni rafiki yangu, damu, nyama, mifupa. Mimi sikai, nakwenda kwenye kujihifadhi. Wewe mpata deli gani rafiki yangu? Ngoja nikupe story. Mimi hapa subiri nikupe story. Sasa meji mzigo unausahau tena. Utarudia. Story. Samani Haya. Nikupe story. Nipe story ndugu yangu. Usipate tabu. Yaani wewe mtu anafanya mpaka nakubadilisha kiasi hicho. Hii dili ya nguvu. Ni dili ya nguvu nimelipata kule. Kuna jimama. Bonge la jimama hilo. Ina mifweza. Ndio likaniweka tu mimi boy house. Boy house? Boy house ni nini? Yaani unafanya shughuli zote za pale. Limama hilo. Afu linanionyesha taira linapoweka linanipakia kwenye tekesi yako linanipeleka mjini kama ni benki na nirudisha ndani nafanya shughuli zote. Halafu na usiku mambo fulani linaniunganishia kwa sana tu. Nikasema hii ndio boy house ya kweli kweli. Yaani mambo pale. Akasema atanijengea hata hii nyumba kule unaita pande gani kule kwenye bahari huko. Yaani wewe wacha yule mama, yaani mimi pale nimefika. Pale kama ni utajiri mimi nitaupata mwaka huu. Mtakimbiza mtachoka. Hivi nikasema ngoja tu ni sasa njoo bana, sasa niko sijamaliza mimi story. Wewe mimi yaani magari mengi, yaani nashindwa hata kupisha. Yaani kuvuka mpaka wakushike. Mama huyo nakazaa, nikasema wewe nina mke wangu. Akasema si mambo fulani, nikasema mimi nina mke wangu. Wewe unaongea kitu gani hapa na pepe sasa? Ndio namwambia yule mwanamke siwezi kunania, alikuwa anataka nivunje ndoa mwe. Sema sasa ngoja nikuelekeze kitu. Wewe pembe. Kama pembe ndio. Wewe nani? Njoo basi nisaidie bwana. Pembe. Mimi nitakuja baadaye. Njoo nisaidie mwenzako. Nini bwana, mimi sitaki bwana mambo hayo. Sasa wewe matatizo yako, huyu bwana yeye kakaa hapa. Hawezi kujua matatizo yako wewe. Kama ukiona matatizo yake, huwezi ukaniambia mimi nimwambie kwa sababu yeye anakujua. Wewe shetani wako wewe bwana, mimi nakwambia atatuponza. Sawa, nakwambia vitulia. Najua kama wewe kama ulivyoniambia kule umeona na matatizo huyu bwana. Lakini sasa tulia. Huwezi kumvamia mtu tu kama matatizo yake wakati yeye mwenyewe. Wengine hawana mila hizo bwana. Hata akiwa na matatizo, unajua wenyewe. Wewe sasa wewe Pembe hujui mimi matatizo yangu, lakini huyu ana matatizo, mimi ndani hivi vitu vinanishinda, mimi mwenyewe najishtukia ninafanya. Kwani mimi napenda nifanye hivi? Mimi matatizo ya vitu, yani kama huyu ana matatizo basi mimi vitu vyangu si unavijua Pembe. Sawa, lakini sasa yeye lazima kwanza labda atakuamini. Labda atakuamini. Sasa ataweza kutuona sisi wauni, anaweza kutuona sisi watapeli, anaweza kutuona sisi siku hizi watapeli ni wengi. Swala kutuamini Pembe yeye, lakini mimi ukomba nini ndo nafsi yangu imefanya hivyo, yani imetokea. Unataka mpaka umwambie? Kama anataka nimsaidie basi. Kaka sasa hizi. Mzuri tu, habari yako? Salama. Safi, hali yako? Salama, hali nzima.
Nafikiri kaka sisi utujui. Lakini kwa kweli huyu kijana utamwonea huruma sana kama ulivyomsikia tunagombana. Yeah. Yeye kanisa tangu huko nje tunaopita kuna mtu ana matatizo, kavaa nguo hivi, kofia hivi. Mimi nikaona huyu sasa, yani mimi sengine mpaka namuona huyu sasa. Yaani ina maana huyu bwana alikuwa ananitabiri toka anavyokuja. Tangu ana huko. Yaani kanileta vitu vyetu ulivyovaa na nilivyokuona ndio hivyo hivyo. Sasa hapa ndo kacharuka, wala wadudu wake ndo amecharuka sasa leo. Ana wadudu. Alipofika ana wadudu huyu. Wadudu gani? Simba Simba hapa chui. akicharuka huyu. Ndio maana namlinda hivi huyu mtoto wa shangazi huyu. Ndio namlinda. Akicharuka huyu baharini. Basi wapelekeni usije kasababisha hapa mimi nimkimbize mtu kusafari kwenda baharini nimesipendi. Sio hivyo. Acharuka kila mara. Yaani ina maana na mapepo. Sio mapepo maruani. Hayo wengine wanaitana mapepo ndio hivyo hivyo tu. Shako kila aina. Huyu anafanana na marehemu bibi yangu mzaa babu yangu. Sawa. Tena yeye alikuwa mapepo yake yale makubwa yakija yakitimka hapa kote akae mtu. Kama ni tuko tunafunga mtaa sisi kumzuia babu hadi huko. Babu yenu huyo. Sasa ndio akanieleza huyo mtu ana matatizo kweli, yani anapolala kumianza kuleta matatizo na chokochoko. Sehemu hizo anazohangaika kulala basi akueleweki sasa kunaanza kuyumba wakati fulani anaweza kulala hata kichochoroni. Na matatizo yanayokuja baadaye uko mbele. Anaweza kulala hata kichochoroni huyo mtu tutakayemkuta huko. Mimi nikashangaa. Kama ni hivyo kweli. Mimi na tatizo moja usiku silali. Si unaona? Yaani nimekwambiaje Pembe? Akati tunakuja si nimekwambia kuna mtu ana matatizo ya kulala na tutamkuta ana kofia ya yebo kichwani. Na usiku nikilala lazima nifumbe macho. Umeona hiyo tatizo? Sasa nashangaa kwa ajili gani kwa sababu mle ndani kwetu kuna Dr. Witch Doctor. Ndio mule. Si ndio nilikwambia jana usiku ya balizo. Basi huyo mzee ana tatizo moja akilala yeye ni kufungulia mabundi mfululizo ndani. Wewe unachotakiwa ni kukatize tu. Wewe unachotakiwa unikatize? Yaani nakwambia na kwa mkato. Kwa ufupi yani. Wewe ni lazima hapo ulipo nguo zako unazovaa kwa mfano hizo tulizokuta nazo ni lazima zikafikishwe madawa. Ziweko sehemu mwafaka. Napea nyingi. Na mimi na sanduku kama 10 hivi za nguo. Sasa kama mnaweza kweli muende nyumbani kwangu kwanza mkamfukiza huyo mtu nakwambia. Mkishamtoa huyo mganga, mimi nawapeni nguo zangu zote muende mkazi. Sasa kumtoa kivipi lakini hapo? Sisi mnipe juju atakao. Sisi tuna uwezo huo. Lakini tunataka sisi wewe hivi vitu vyako ni lazima una dawa ambayo tunakwenda sehemu ya asili wewe ukiwepo hapa ukiamini. Imani ni dawa. Kwa mfano mtu kama ana imani atapotea. Yaani atapotea kabisa. Sasa ina maana hii ya juu inafaa au? Hii ya juu si ndio rangi yao? Kwani ina maana mizimu nao wanavaa nguo? Wana rangi. Rangi zao. Kofia kama hiyo wewe kama ikienda ikiombewa pale. Ukija ukivaa yule bwana kichwa chake kinaweza kuvugika yule anayekutesa pale. Basi kama ni hivyo mimi nafikiri kupoteza muda. Viatu. Na hasa kuna huyu ana shetani wake anaitwa chocolate. Na hivi viatu rangi yake chocolate kwa sababu hivi vinatembezwa. Haswa Ukienda kuviombea pale kwenye mzimu pale. Hivi Uingereza vilitoka. Na Uingereza manake ndio mizimu ndio inakotoka ndio maana ndege na ukajua ianguki. Mimi nafikiri tusipoteze muda. Tuendeni nyumbani mkachukue vifaa hizo kama viatu kama hivi navyo pia 2. Vinafanana na hivi. Hakuna kitu kibaya kama kitu kukipeleka nyumbani. Na mizimu haitaki hapa. Tunaenda kuviweka pale tu. Mtanirudisha vipi sasa? Kuna teksi. Baada ya muda mfupi tunakurudishia hapa. Hapa. Mimi ndo ninapeleka kwa sababu ndo mtumishi wako bwana. Yeye unabaki naye hapa. Pembe. Mimi nakwambiaje yule mzee ataondoka. Ataondoka. Huyo mzee mimi nakwambia usiku atulali tunaweweseka mimi na mke wangu mwembamba mimi si mzuri. Wakati jana alikuwa Miss Tanzania jana. Sasa msio na tabu. Tunaenda moja kwa moja hadi kwa mzimu. Pembe umesahau kitu. Kwanza mimi na wewe tunabaki hapa. Mimi na wewe. Pembe umesahau kitu. Mzimu umebadili. Hapa sasa hivi. Hapa sasa hivi. Unaongea nao vipi? Mbona mnipi taarifa? Kichwa sio mchezo. Hebu mpe kofia kwanza wewe kafunika. Hiki kina computer. Funika kichwa hichi. Cha mtu wa maana. Funika kichwa cha mtu wa maana.
Sasa nawaombeni jamani, mmepata hii kofia. Mwandisheni mambo yake ili kwenda katika shule. Ili kwenda shule. Sawa. Hii tunapopeleka pale. Vipate baraka kama vinatembea na yule jamaa kule atembee mbele. Kama vinavyotembea hivi viatu. Ndio. Miwani. Na kwa sababu huyu ana mapepo yale ya Kiingereza au ya Kijerumani, ni lazima hii. Kwa kweli kama atavalishwa huyu mawani na maana kama jini wake. Mimi na ubovu wa macho wewe. Mimi na ubovu wa macho. Na sasa hivi itabidi tufuatane na wewe mwenyewe. Shika kwanza. Na wewe mwenyewe mpaka kwenye mizimu. Na usiangalie nyuma. Alright. Tangulie. Kwenye mzimu. Si unaona mti ule? This place. Okay. Tunakutanguliza. Sasa kwa mfano nakunja mti wa mbele. Akiona mtu wa mbele ndo anamtamani. Sisi ndo tuko nyuma walinzi wao. Sababu wazimu wao wanatamani vitu vingi vya watu. Hamna baba. Mizimu. Ni tunakusaidia sisi. Tunakusaidia. Na usifanye masiala katika vitu hivi. Not good. So kwa sababu twende mbele usiangalie nyuma tumesema. Ukiangalia nyuma ni kosa. Haya. Sasa usigeuke nyuma. Kama hapana basi chukua vitu vyako. Mimi naona mnipe kwa sababu hiyo kwa sababu mambo aliyokuwa nao ni makubwa, sisi tunakuhurumia sisi. Alright. Umesikia baba? Mimi nafikiri jana usiku kucha hapa ndani watu watukulala. Kazi ya kuagoa wewe majini wako. Sasa kwa ajili gani sisi tukikwambia kodi yetu ndani unashindwa kutustiri bwana? Na hiyo swala hilo bado. Tena mimi nina hadhi ya uganga kienyeji. Kwa hiyo unatutishia kwa sababu ya vinyamkela vyako, si ndio? Sio unatishia au kama unabicha nisubiri. Sasa kama wewe unataka kufanya mambo haya mimi siwezi kushindana nawe. Ila kiboko wako yupo. Anasemaje huyo mzee? Wewe hayakuhusu. Tunaongea wanaume watupu. Kwa nini hayanihusu? Tunaongea wanaume watupu, umesikia? Kwa nini hayanihusu? Yananihusu vizuri sana. Huyu unamuonea. Unamuonea kabisa, utulipe kodi ya nyumba yetu. So ukae tu. Wewe unajua unene wako sawa sawa na mkate wa bofu, ukiingia kwenye chai unakwisha wote. Wewe usipige mkwala hili lishe bora wewe. Lishe bora iko wapi? Utulipe kodi ya nyumba yetu. So unaeka mitunguli yako tu ndani atulali usiku. Lakini wewe Beni, mimi tunaongea wewe vizuri unakwenda kumleta mkeo manake nini? Mimi sio kama nataka kumleta mke wangu. Unamuonea kumbe? Kwa sababu gani? Jinsi gani wewe kwanza unatufanyia kero usiku kucha hata tulali. Namshangaa. Watu wanapandisha maruani vinyamkela vyako ndani kuchwa tulali. Wewe si ulifukuzwa kazi, mimi ndo nikakufuta kazini, sio wewe. Mpaka mtaani watu wanatambia si wanga mume wangu. Sasa mimi nasemaje? Yeye mkuama siami na lote mlifanya. Utaama. Mwanamke mbona unakuwa kama mwanamume lakini kwa nini? Sikiliza tukubaliane kabisa. Kama utoama ndani tunatia moto. Kama Shinyanga. Moto. Wewe ruhusa. Ruhusa moto. Uame. Toa mitunguli yako nje uame hatutaki. Taswira wewe taswira. Uhame. Hatukutaki hapa. Sasa kama ulikuwa unamchezea huyu. Lakini sio mimi. Taswira. Hizi? Tumechoka. Maruani yako tumechoka nayo. Sisi bwana kazi ya kukaa. Uhame hatukutaki. Mapaka si mapaka, bundi si bundi. Wiki hizi. Sitaki. Kweli. Nimekwambia hivi hama. Nisameheni. Tukusimame. Ondoka bwana. Sasa ndugu zako. Unang'ang'ania nyumba hii yako. Tena mke wangu unamchelewesha. Zamani ushamfunua hapa. Nashangaa siku hizi umekuwa kiwango. Anipige. Ondoka. Nikupiga na kuogopa. Wewe kuta. Mandunguli. Watu vibwengo na wewe ulikuwa unamchezea yule. Utafikiri babako. Sasa hivi na pressure inanisumbua enzi zangu mimi nafikiri ananigusa mtu kama huyo. Na anama leo. Wewe mimi wangu najua una pressure kushuka. Masiala. Lakini mimi niko ngangali. Taswira wewe bwana. Ni mwenyewe